ndugu, ndani ya kanisa. Unaona ni nini? Ni kwa sababu anatumia akili zake, iko fence amejiwekea. Mahubiri hayawezi kuingia ndani kubadilisha. Ndugu yangu, tumeamini ujumbe ambao unabadilisha maisha ya Kwa nini maisha yako hajabadilika? Kwa nini tabia zako hazijabadilika? Kwa nini mwenendo wako hujabadilika? Kwa nini? Kwa nini kinywa chako hakijabadilika? Kwa nini moyo wako tamaa mbaya hazijaondoka? Kwa sababu gani? Kwa nini? Kwa sababu ujumbe hakuna. Sababu mahubiri yanayobadilisha watu hayahubiriwi mahali hapa. Sio kweli. Lakini una fence umejiwekea ndani ya moyo. Umejiwekea fence. Kuna wahubiri huwezi kuwasikiliza wewe. Umejiwekea fence. Amina. Huyu hapa siwezi kumsikiliza. Huyu hawezi kuniambia kitu ambacho mimi kitanisaidia. Hapo unabaki katika utumwa. Ya kuangalia nani anapuliza baragumu. Yeye alichokuwa anafanya, akisikia tu sauti ya baragumu, anajua hiyo ni ukombozi. Asingeangalia kuhani wa namna gani anapuliza, asingeangalia hilo, asingeangalia huyu kuhani anaelewana na baba yangu, anaelewana na mama yangu. Hakuna kitu kama hicho. Yeye angeangalia jambo moja tu, mradi ni tarumbeta yubile inapigwa, kuniweka mimi kuwa huru, anatoka. Misimamo yetu, mawazo yetu, akili zetu zimefanya utumwa wetu umebaki pale pale. Mandoto mabaya yanakusumbua, unalala unapata wet dreams. Kwa sababu gani? Ndoto nyevu zinaitwa kwa Kiswahili. Unalala unajiona ushajichafua tayari, unaamka umejichafua. Kwa nini unasumbuka na mandoto ya namna ile? Unalala dada, unaona unalala na mwanaume, unalala ndugu, unaona unalala na mwanamke, na yule mwanamke hauko pamoja naye, lakini unalala naye na mpaka unajichafua kabisa, unachafuka. Ni nini? Ni kwa sababu umeamua mwenyewe kubaki katika utumwa wa kujijengea fence. Leo Mungu wa mbinguni anakusaidia. Wala kupigia parapanda yubile. Tambua ya kwamba mahubiri unayosikia ni yubile ya kwako. Inabidi urudi katika miliki yako. Inabidi urudi katika asili yako ya utoto wa Mungu. Vile ambavyo mtoto wa Mungu anavyopaswa kuwa. Kataa mania mabaya, mawazo mabaya dhidi ya neno la Mungu. Elewa ya kwamba ni fence. Ni fence. Leo imekuwa shida ndani ya kanisa. Ni rahisi ndugu kumpa pesa akafikisha, lakini sio rahisi kumpa mwanamke amfikishe. Ukimpa mwanamke na kuambia shughuli, lazima utasikia mambo, lazima utasikia shida. Nini? Hajaokolewa, hajawekwa kwa huru. Naona ni rahisi dada, ni rahisi kwake yeye kufikisha pesa, lakini kukaa na mwanaume lazima atajifanya hivi, atazungusha macho kidogo huko, ataanza kuning'inia kama henga. Unaona, mara kuongea hawezi tena, anajiumauma na nini yote. Nini? Analeta ushawishi mbaya kwa wanaume. Mwanaume aanze kumwambia maneno ya utongozi. Hiyo ni nini? Amebaki katika utumwa sababu ya face aliyojitengenezea. Sio kwamba mahubiri hakusikia kwamba tarumbeta za yubile zimepigwa, tarumbeta zimepigwa, lakini hakutoka hiyo asili mbaya kwa sababu ya akili yake ya kimwili. Amen. Tuko hivyo. Amen. Tunajijua uko hivyo. Mwambie Mungu, nimesikia tarumbeta yubile. Inayo ni yubile. Mungu nisaidie. Mungu wa mbinguni umeniona. Natambua ya kwamba wakati unaomba msaada mbele ya Mungu na Mungu anapokusaidia, jambo la mambo mengine yanakwenda kuisha. Namwambia unakuwa mtumwa wa mambo mengi, wa mapepo, kwa sababu ya kujiuza katika dhambi. Kundi la tatu, naenda haraka haraka. Kundi la tatu la watu ambao hata wewe hawezi kutoka katika utumwa. Kundi la tatu ni lipi? Kundi la wewe unajichunguza, unaona uko kwenye kundi la kwanza, umejikuta uko kwenye kundi lipi? La pili, chunguza na hili la tatu, nyingine upo hapo. Kundi la tatu. Kundi la tatu ni wakina nani? Kundi la tatu ni wageni. Watumwa wageni. Mtumwa mgeni katika nchi ya Israeli angesikia tarumbeta ya yubile asingeweza kutoka katika utumwa, katika utumwa. Kwa nini asingeweza kutoka? Kwa sababu haielewi hiyo tarumbeta inamaanisha nini. Ni kweli. Yeye ni mgeni. Sio kama tunaelewana. Yeye ni mgeni. Hiyo tarumbeta haielewi.
inabidi awe Myahudi ndio ielewe hiyo tarumbeta na maanisha nini. Lakini mgeni hata kama inapulizwa mara 1000 kwenye hiyo usiku ya kwamba wanatakiwa wawekwe huru, hataelewa. Tuko wote? Tunao wageni hapa leo. Ndio. Wanaweza kusikia maneno haya, hawaelewi. Huyu anasema nini huyu? Huyu anaongea nini huyu? Unaona? Ndio mahubiri ya namna gani? Haya mbona sio mahubiri tuliyoyazoea sisi haya. Wewe inabidi ujielewe ni mgeni. Kwa hiyo hautatoka katika utumwa wewe. Bwana Yesu atubariki sana. Mgeni ni yule ambaye ana imani tofauti na Myahudi. Huyo ni mgeni. Mwenye imani ya tofauti na Myahudi ni vipi? Myahudi alikuwa anaamini Mungu yuko huyo mmoja. Amina. Tuko wote? Myahudi aamini Mungu watatu. Myahudi hana Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kitu kama hicho Myahudi haamini. Myahudi anaamini Mungu yuko mmoja. Haleluya. Haleluya. Na ana nafsi moja. Amen. Kweli Mungu ana nafsi tatu. Hapana. Tusome kidogo kwenye kitabu cha Isaya sura yake 45 mstari wake wa 21 mpaka 23. Mungu yuko mmoja. Amen. Hakuna Mungu mwenye nafsi tatu. Tanzania kule wanasema Mungu ana nafsi tatu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Ukisema nafsi maana yake unamaanisha miungu wako wangapi? Watatu, sababu nafsi ni kitu ambacho kimekamilika. Amen. Isaya ndio mimi ni nafsi hai. Huyu hapa ni nafsi hai, huyu hapa ni nafsi hai. Tuko wangapi? Watatu. Isaya 45 mstari wa 21 mpaka 23. Sikia Biblia inachosema. Inabidi usiwe mgeni ili utoke katika utumwa. Ili utoke katika utumwa, ili Mungu akupe ukombozi, ili upate uponyaji wako, ili upate badiliko la maisha, ili uje uweze kumuona Mungu, ili uweze kupata hiyo hali nzuri ya kiroho. Kwanza inabidi usiwe mgeni. Amen. Amina. Amen. 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 Soma ndugu. Isaya 45 mstari wa 21 mpaka 23. Hubirini. Toeni habari. Naam, na wafanye mashauri pamoja. Ni nani aliyeonyesha haya tangu zamani za kale? Ni nani aliyeyahubiri hapo zamani? Si mimi Bwana. Mungu anasema si mimi Bwana. Maana yake wako wangapi? Mmoja. Ndio maana amesema si mimi. Kweli. Mimi. Mmoja. Kweli. Wala hapana Mungu zaidi ya mimi. Amina. Hayuko Mungu mwingine zaidi ya usimpe Mungu miungu mingine. Yeye anasema ya kwamba wala hapana Mungu zaidi ya mimi. Sisi inakuwaje tunampa miungu mingine pembeni yake? Biblia ya Kiingereza inasema there is no God beside me, yani pembeni yangu hakuna Mungu mwingine. Sasa watu wanasema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Sasa huyu Mungu anakuwaje na miungu mingine pembeni? Na mwenyewe anaenda mbali anasema mimi siwezi kumpa mtu mwingine nini? Utukufu wangu. Siwezi kukubali mimi niitwe Mungu alafu kuna mwingine tena anaitwa Mungu, haiwezekani. Bwana Yesu akubariki sana. Anasema zaidi yangu mimi hapana Mungu mwenye haki. Mwokozi. Hapana mwingine zaidi ya mimi. Hakuna mwingine zaidi ya mimi. Amen. Mara ngapi hiyo? Mara ya pili. Hapana mwingine zaidi ya mimi. Amen. Hapana mwingine zaidi ya Mungu, anasema hakuna mwingine. Amen. Wengine tunawatoa wapi? Baada ya salamu. Amen. Tuendelee. Niangalieni mimi mkaokolewe. Amen. Enyi ncha zote za dunia. Maana mimi ni Mungu. Amen. Maana mwingine. Amen. Sasa watu wanasoma Biblia gani ndugu zetu wanasoma? Mungu anasisitiza mara ngapi? Tena kwenye andiko moja amesisitiza mara 3. Ndugu yangu, pofu ni kitu kibaya. Kuwa mgeni katika ufalme wa mbinguni ni kitu kibaya mno. Ni kitu kibaya. Sasa mwingine ukimsomea hawezi kuelewa.
Mungu wa mbinguni atukuzwe. Mungu anatupa sisi kuelewa. Tuendelee. Kwa nafsi yangu nimeapa. Anasema kwa nafsi zangu nimeapa. Neno hili limetoka kinywani mwangu. Imeandikwa ni kwa nafsi zangu nimeapa. Kumbe amsomi Biblia. Imeandikwa kwa nafsi zangu nimeapa. Imeandikwaje? Yangu. Nafsi yangu ngapi? Moja. Amena. Wewe Mungu ana nafsi moja. Tusimpachike vitu vingine. Ambavyo sio. Mungu yuko mmoja na ana nafsi moja. Na huyu Mungu jina lake ni nani? Bwana Yesu Kristo. Amen. Tito sura ya 2. Amen. Mstari wa kwanza, mstari wa 11 mpaka ule wa 13. Tito. Oh, haleluya. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa neema hii yake ya ajabu. Amen. Tukirimia. Pata ujumbe wa Biblia wakati wa mwisho. Amen. Amina. Soma ndugu Tito. Tito sura ya 2. Tito sura ya 2. Mstari wa 11 mpaka 15. Tito sura ya 2 shairi la 11. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Ndio. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo. Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Yesu Kristo ni nani? Ni Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Ni nani? Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Mungu mkuu, sio Mungu tu kidogo. Hapana. Ni Mungu mkuu. Amen. Kiswahili kimeandika vizuri sana. Amen. Unajua mkuu hana mdogo. Amina. Mkubwa ndo ana mdogo. Amen. Sisi Mungu wetu ni mkuu. Amen. Mungu wa wale wanaosema walai hatukubali, wao ni Mungu wao mkubwa. Wanasema Mungu wetu mkubwa. Sisi Mungu wetu ni mkuu. Mkuu hana mdogo. Haleluya. Kwa Yesu Kristo ni nani? Mungu mkuu. Hana mwingine pembeni yake. Sasa inabidi uamini ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Nchi yake hakuna Mungu mwingine. Na sio hilo tu, inabidi uende hatua nyingine ya pili ili ufikie kuwa sio mgeni, uwe mzaliwa. Unaona? Hatua ya pili ni nini? Ni kuamini sasa na kwenda kubatizwa. Kisa hii ndani ya maji mengi kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Amen. Sasa mwenyewe alisema, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Ndio. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Wewe ukiamini na kubatizwa unafanyaje? Unaokoka. Kuamini na kubatizwa sio kuamini na kuongozwa sala ya toba. Hapana. Sala ya toba haiko kwenye maandiko, ni uongo wa shetani, ni uongo kwa ajili ya kuua watu. Hakuna kitu kama hicho. Wokovu unakuja kwa kuamini na kubatizwa, tena ndani ya maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Ndani ya Biblia hakuna mtu hata mmoja alibatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa Biblia wote walibatizwa ndani ya maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Ndio mitume walivyobatiza watu. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 na 38. Tunasoma mambo ya Bwana. Amina. Amen. Oh, ukuta dada, ukuta unaendelea kuinua juu. Usikubali. Inabidi leo lazima urudi leo. Amen. Leo lazima Mungu akupe afya. Amen. Wewe usikubali shetani akufanye ya kwamba ujitengenezee ukuta ili usisikie tarumbeta ukurudisha nyumbani. Sawa eh? Tarumbeta inapulizwa. Amina. Amen. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 na 38 tusome. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao. Waliposikia haya wakachomwa na mioyo yao.
Amina. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Tufanyeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. No. Kwa jina la Branham. No. Kwa jina la nani? Yesu Kristo. Amen. Mkabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Tunapata faida gani? Tuendelee. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Unapata ondoleo la dhambi zako, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Unapata kwanza ondoleo la dhambi na baadaye kipawa cha Roho Mtakatifu. Katika Biblia hakuna mtu hata mmoja alibatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Maandiko yako mengi yanayoonyesha ubatizo, watu walibatizwa ndani ya maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu atubariki sana. Kwa hiyo kama unataka tarumbeta ya yubile iwe inakuhusu, kubali kwenda kubatizwa. Amen. Ndani ya maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Na hii tarumbeta ya yubile, tarumbeta ya kukuweka huru mbali na mateso yote, mapepo ambayo yanaweza kuwa yanakusumbua. Kubali, nenda kubatizwa kisahihi ndani ya maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Tunamzungumzia mgeni, mtu ambaye haielewi tarumbeta, haelewi nini maana ya tarumbeta. Pamoja na kwamba inapulizwa, tarumbeta inapigwa, lakini yeye hajui hiyo tarumbeta ni nini, kwa sababu yeye sio Myahudi. Unaona? Na leo tunao wageni wengine waamini ndani yake, lakini wao ni wageni. Tarumbeta pamoja na kwamba inapulizwa ya maandalizi ya safari ya kwenda mbinguni, lakini wao hawaelewi. Hao ni wageni. Ni ajabu sana. Wako watu hapa leo pamoja na kwamba ni waamini wa muda mrefu, waamini wa Nairobi wa muda mrefu, lakini kwa kufika hapa kanisani hapa leo, kupajua hapa kanisani, ilibidi mtu amlete. Ilibidi mtu amlete. Mgeni. Yeye hata hakumbuki mara ya mwisho lini aliacha kuja kanisani. Ni kweli. Kanisa lilishahama. Ilikuwa mahali fulani, limeshatoka sasa hivi liko sehemu nyingine. Yeye tangu miaka kanisa limetoka kule, hajui, hajawahi kufika kanisani mpaka hivi leo kusikia kwamba kuna wageni wamekuja kututembelea, leo ndio wamekuja kanisani. Wewe ni nani? Mgeni. Na wewe inakutoa, inakutupilia nje. Mgeni. Amina. Mgeni. Watu wako bize na maisha yao, bize na kuhangaika kutafuta maisha, lakini watu hawako bize kwa ajili ya Mungu, hawako bize.